kutoa tena ushauri zaidi kwa chuo na kwa taasisi hii kwa ujumla wake, kwamba dunia ya leo inakimbia sana kwenye sayansi na teknolojia. Zamani ilikuwa tunaweza tukapata mafunzo ya kijeshi kwa kuangalia tu mtu ana nguvu, anaweza kutumikia jeshi vizuri, lakini leo tunapima nguvu ya misuli anayoweza kuwa nayo na nguvu ya ubongo. Nguvu ya ubongo tunakwenda kwenye IQ, kwa maana sio mtu ambaye unakwenda kufanya mambo hovyo hovyo bila kureason. Kwenye ulimwengu huu ambao unamtaka mwanadamu kuweza kureason, hawezi kureason nje na elimu ambayo unaweza kupata hapa. Kwa hiyo ni vizuri sana kureason vitu mbalimbali unavyoweza pia kuambiwa au unavyoweza kuvisikia. Mtu anaweza kaja hapa akasema hivi, unajua wewe askari magereza na wewe huwa ni mfungwa, hiyo kazi bwana bora uachane nayo, na wewe unadakia. Ni kweli kabisa, tena hata mishahara midogo sana, mishahara haitutoshi. Ninyi ni wawakilishi wa kinachoitwa public servants, na kama ninyi ni public servants, ninyi ni ambassadors wa kinachoitwa utumishi wa umma. Na mkumbuke falsafa ya maisha na utoshelevu wa mshahara ni jambo la kifilosofia na ni jambo linalotawanyika kwenye psychology. Wataalamu waliwahi kukaa wakajiuliza, watu hawa tuwalipe mshahara kwa wingi wa majukumu yao au tuwalipe mishahara kwa kigezo cha elimu zao na vitu vingine vya namna hiyo? Wataalamu wakaona ni vizuri tukajielekeza kwenye elimu zao, kwenye ujuzi wao, ndicho kiwa kigezo cha wao kutofautisha mishahara kutoka mtu mmoja kwenda mtu mwingine. Waliwaza kwa sababu mnapoanza kazi unaanza wewe peke yako na unaajiriwa wewe peke yako, na kipindi chote cha ujana wako mshahara unatosha. The moment unaolewa au kuoa, mshahara wako unaanza kutawanyika kati yenu wote wawili, inaitwa either or. Mungu atakapowajalia watoto wale hawatakuwa nje na unachokipata, na utakapokuwa umejaliwa watoto, maana yake umejaliwa ndugu wa upande wa mume au upande wa mke. Wale ndugu wale hakuna namna wataukwepa mshahara wako, lakini wakati huo huo utakuwa hujakwepa majukumu mengine. Na mtoto akianza kusoma, tambua kwamba atakuwa anatumia mshahara ule ule. Sasa hapo ndipo ambapo tunaanza kutofautiana. Yupo mtu ambaye atasema mshahara huu ni mdogo au mtoshi na mzigo mkubwa sana wa familia, na yupo mwingine atakayesema kwa nini uliamua kuzaa watoto 7 ilhali unajua hauna mshahara mkubwa? Lakini yupo mwingine anasema mbariki Mungu sana, mshukuru Mungu kwa familia uliyoipata. Sasa ndugu zangu, maafisa, askari magereza mlioko hapa, ukweli ni kwamba mshahara huwa ni kianzio kisichogawika. Ili kigawike, lazima tena uhame kutoka kwenye kile kisichogawika kukiunda vizuri, ili kiwe na sehemu ya faida utakayotumia kuigawa kwa wale walioongezeka. Kwa hiyo ukibaki kuilalamikia serikali utakuwa sio balozi mzuri, na ukibaki kukata tamaa kwa unachokipata utakuwa sio balozi mzuri. Wapo watu huwa wanaanza kusema sijui baba kwa nini aliamua niwe mimi askari magereza. Ukiona mtu huyo anasema jambo hilo,
huyo kwanza inatakiwa afukuzwe kazi yake, lakini pili atakuwa ni kiumbe ambaye yuko hatarini kutoweka. Na ukikuta pia mtu anajiuliza kwa nini niliamua kusoma elimu hii niliyosoma. Kwa mfano leo kuna vijana wetu wako kule mtaani hawajapata ajira, wengine wengi anasema sijui nani alinishauri nisome ualimu mimi. Lakini tangu anasoma ualimu hakuwahi kujiuliza swali hilo. Kwa hiyo ukikuta umefikia hatua hiyo, ujue tayari tunahitaji kumpa msaada wa kiushauri ili kumweleza kwamba elimu uliyoisoma haina kasoro hata moja. Na ndio maana huwa tunasema hata sisi viongozi tujitahidi sana wakati wote kwenda kwa viongozi tunaotatua matatizo, kwa sababu tatizo usipolitatua lina tabia kujibadilisha lenyewe kuwa kiongozi na wewe kuwa tatizo. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa niaba ya mkuu wa Jeshi la Magereza naomba nikuahidi mtaji kazi huu ambao unaenda kuongezeka kwenye sayansi ya urekebi na kufikia kuwa na wataalamu wa ngazi ya diploma 428 utaenda kutumika ipasavyo. Nashukuru mwakilishi kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi amewaasa kwamba kuhitimu ni ngazi moja, cha pili ni wao wahitimu wakaonyesha ule muda ambao jeshi iliwapa likizo au ruhusa zaidi ya miaka mitatu kwenda kusoma kuanzia NTA level 4 hadi kufikia level 6, wanaenda kuilipa thamani hiyo kwa jeshi kwa kuwa na utumishi wenye kukuza tija, kwa sababu tayari jeshi limechukua hatua ya kukuza ule mtaji watu. Sasa mtaji watu wenyewe unastahili kwenda kuonyesha sasa thamani yake ni upi, ile thamani iliyoongezewa.